hapo tunahofia jua kali sana hapo bwana. Si hapa nyuma. Mko tayari? Asante. Mimi naitwa Mbarara Maharagande, ni kaimu katibu wa chama cha ACT Wazalendo. Kama ambavyo wameeleza mawakili wetu juu ya shauri ambalo liko mbele yetu, chama cha ACT Wazalendo hatukuridhika na maamuzi ya Mahakama Kuu Masjala Kuu ya Dodoma ambayo yametoka wiki iliyopita, na hivyo chama pamoja na mgombea wetu wa urais ndugu Luhaga Johnson Mpina tumeamua kuchukua hatua za kukata rufaa. Tuna imani kwamba mahakama italipa uzito na kulisikiliza kwa haraka shauri hili ili chama kiweze kupata haki ya kuwa na mgombea na mgombea wetu aweze kupata haki ya kushiriki katika uchaguzi huu. Asante. Of course tunaendelea na kampeni. Kampeni haziwezi kusimama. Tutaendelea na kampeni na tutamwombea kura mgombea wetu ili Watanzania waweze kumpa ridhaa ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Ndugu waandishi wa habari pamoja na wananchi ambao mnafuatilia, mtakumbuka wiki iliyopita palikuwa na maamuzi ambayo yalifanyika dhidi ya kesi ambayo ilifunguliwa na Mheshimiwa Luhaga Mpina, mgombea urais kwa kupitia chama cha ACT Wazalendo pamoja na ACT Wazalendo wenyewe. Walikuwa wamefungua kesi dhidi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi kufanyika Dodoma, maamuzi ambayo kimsingi yalimuengua Mheshimiwa Luhaga Mpina kwenye nafasi ya muhimu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ambayo ni ya kikatiba ya nchi hii, Mheshimiwa Luhaga Mpina ameamua kuchukua hatua ya kukata rufaa Mahakama ya Rufaa ya Tanzania, na hivyo siku ya leo tumekuja kukamilisha taratibu za rufaa. Tumeshafaili rufaa ambayo rufaa yetu ni nambari 4960 ya mwaka 2025. Kwa hiyo tumeshafungua rufaa. Kwa sasa hivi ambacho kimebakia, tunategemea sasa mahakama iweze kupanga utaratibu, kwa maana ya kupanga jopo la majaji ambao watakwenda kuisikiliza hii kesi. Lakini tunaamini kwa sababu kesi hii ni kesi ambayo ni ya umma, sio ya ACT na sio ya Mpina peke yake, naamini mahakama itaipa uzito ambao inastahili, kama ambavyo toka tumeanza hizi kesi za Mpina, kwa sababu tumekuwa na kesi nyingi za Mheshimiwa Mpina, mahakama imekuwa ikikimbizana kwa kuhakikisha inaisha haraka kwa sababu ya uzito, lakini pia ukizingatia muda wa kuelekea uchaguzi mbakia muda mdogo sana. Sasa kama mahakama isipokwenda kwa spidi hiyo, maana yake inawezekana kabisa haki ya Mheshimiwa Mpina ya kikatiba ya kuweza kushiriki kama mgombea na ACT kuweka mgombea inaweza kupotea. Kwa hiyo tunaamini kwa nature au kwa aina maombi ambayo tumeleta kwenye mahakama ya rufaa, tunaamini mahakama ya rufaa itatoa uzito ambao unastahili na kuhakikisha shauri hili limeweza kusikilizwa, ili haki ya wananchi wa Tanzania ambao wanahitaji kupata machaguo ya kutosha, kwamba wao na wagombea ambao wataangalia waweze kumchagua yupi, na tukiamini Mheshimiwa Mpina ni kiongozi ambaye ana watu wengi nyuma yake. Kwa hiyo ni kesi ambayo kwa kweli ina uzito mkubwa, inatakiwa isikilizwe kwa wakati. Kwa hiyo kiufupi ni jambo ambalo tunaamini litakuwa lienda hivyo. Lakini pia kwa kusisitiza niseme, tumekuwa na kesi nyingi kwenye nchi hii ambayo mahakama imeweza kusikiliza kwa spidi ambayo ni kubwa, tena nyingine hazina uzito wa kikatiba kama hii ya Mheshimiwa Luhaga Mpina. Kwa hiyo tunaamini kama hizi kesi zingine za kawaida, kuna zingine tulikumbuka, kwa mfano kuna ile nyingine alitumia uchawi Iringa, Mheshimiwa jaji alivyoiona tu aliitisha kesho yake na maamuzi yakafanyika na haki ikatendeka. Sasa hii ya kikatiba tunaamini mahakama yetu itatoa uzito ambao unastahili, ili tuhakikishe mchakato huu wa uchaguzi unazingatia misingi ya haki na Mheshimiwa Mpina pamoja na Watanzania wanapata haki ambao wanastahili. Kwa kifupi, sisi kama mawakili, haya ndio machache ambayo tuzungumze, na labda kesi hii tumekuwepo toka mwanzo, tupo kwenye jopo, yupo wakili John Seka hapa ambao ndio senior counsel. Kwa itifaki zetu leo wamenipa nizungumze, lakini mimi naitwa Edison Kilatu ambao tupo kwenye timu, lakini leo wakili mwenzetu hayupo, anaitwa Jasper Sabuni pia. Kwa hiyo kwenye timu yetu tumekuwepo hivyo. Kwa hiyo tunaamini kwa sasa hivi Mheshimiwa Jaji Mkuu ataweka utaratibu wa kuhakikisha hili shauri labda linapangiwa jopo na kusikilizwa kwa wakati. Tukiangalia siku zimebakia chache sana za kuelekea uchaguzi. Of course kwenye maombi yetu vile vile tumeomba
kuona mahakama iweze kutoa angalau zuio ili angalau Mheshimiwa Mpina asipoteze haki yake, kwa sababu kama kesi ikisikilizwa kabla ya kuwepo zuio lolote, ikasikilizwa kwa kuchelewa, maana kesi itapoteza mantiki, na hatuamini kama mahakama yetu inaweza kuruhusu shauri letu liende tufanye kama vile tunafanya mchezo wa maigizo ya kawaida. Tunaamini wataipa uzito ili kuhakikisha hata maamuzi baadaye yakitoka, basi yatoke kipindi ambacho upande wa Mheshimiwa Mpina na upande wa wananchi ambao wapo nyuma ya Mheshimiwa Mpina wahakikishe kwamba haki yao ina uhakika, na kwamba hatuendi kama tunafanya zoezi tu la patapotea, bali hiyo ni zoezi ambalo lina mantiki na lina msingi, na zoezi ambalo kila mtu akiona aone kabisa linaenda kuleta matunda ya muhimu. Kwa kifupi ni hayo, na kwa kumalizia niseme tunaamini mahakama itaenda kutenda haki, kwa sababu tuna hoja za msingi juu ya rufaa yetu. Kuna mambo mengi sana ambayo tunaamini kwa kupitia kesi hii yakiamuliwa yataenda kutengeneza msingi mzuri sana wa kisheria, na msingi ambao baadaye utasaidia hata mahakama zingine za chini zitakapokuwa zinasikiza maamuzi mengine au mashauri mengine ya aina hii, kuhakikisha kwamba hatutoi maamuzi ambayo yatakuwa yanaminya demokrasia, bali itasaidia kuweza kukuza demokrasia, kukuza utawala wa kisheria na kukuza mazingira ambayo ni rafiki kwa maana ya civic and political space katika nchi ya Tanzania. Basi kwa kifupi ni hayo, nawashukuru sana. Maombi yetu ya msingi ni kwamba kwanza tukubaliana na maamuzi ambayo ilitolewa na Mahakama Kuu Masijara Kuu pale Dodoma. Tunaamini mahakama ilijielekeza vibaya, kwa sababu tulikuwa na mambo ya msingi. Moja, tulikuwa tunapinga ukatiba wa kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 6 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, ambacho kinaitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi iwe Mungu mtu, kwamba ikifanya maamuzi haiwezi kahojiwa popote. Sasa haya ni mambo ambayo yalikuwepo zama za giza. Kwenye nyakati hizi, chini ya katiba yetu ambayo imeundwa kwa msingi wa kidemokrasia, ambayo ibara ya 3 ya katiba yetu inasema hii ni nchi ya demokrasia ya vyama vingi, hatuwezi kuwa na tume ambayo maamuzi yake haihojiwi. Sisi tunachojua ambayo hahojiwi ni Mungu. Wanadamu ni lazima waweze kuhojiwa. Kwa hiyo moja ya hoja ya msingi, sisi tunaamini kifungu hicho kinakiuka katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kifungu ambacho kinaminya utawala wa sheria, kinaminya demokrasia katika nchi, na ndio maana tunataka mahakama isaidie kuweza kukifuta, kiondolewe kabisa kwenye sheria zetu. Hiyo ni moja. Lakini la pili, tunaamini hata mchakato mzima ambao ulimuondoa Mheshimiwa Mpina kwenye kinyang'anyiro cha urais ni mchakato ambao ulikiuka katiba yenyewe na ulikiuka vile vile sheria zingine za nchi, ikiwepo sheria yenyewe ya uchaguzi, kwa sababu alienguliwa kwa kukiuka misingi mingi, ikiwepo haki ya kusikilizwa kabla ya kufanya maamuzi. Lakini hata vigezo ambao walitumia kumwengua tunaamini sio vigezo ambavyo vipo kwa mujibu wa ibara ya 39 ya katiba pamoja na sheria. Kwa hiyo kimsingi hizo ndio hoja zetu. Kwa hiyo maombi yetu ni kwamba tunahitaji mahakama ya rufaa sasa iende ikapitie ule uamuzi na iweze kutengua ile maamuzi, na baadaye ili Mheshimiwa Mpina aweze kurudi kwenye kinyang'anyiro, aweze kupata haki yake ya katiba kwa mujibu wa ibara 21 ya katiba ya Tanzania. Lakini vile vile Watanzania wapate haki yao ya kuwa na variety ya wagombea, kwamba wanavyoenda kuchagua wasiende tu, kwa sababu huwezi kusema unafanya choice kama huna variety ya kuchagua. Ni lazima wawepo watu kwamba mtu anachagua akachague kitu gani. Ni kama nyumbani ukiwa na mboga moja huwezi kuchagua, unakula iliyopo. Lakini sisi tunahitaji watu wapate chaguo, wawepo wagombea wa kutosha. Kwa hiyo tunaamini mahakama ikienda kusikiliza na ikatenda haki, basi Mheshimiwa Mpina kama akifanikiwa kurudi tena, basi tunaamini Watanzania watakuwa wamepata nafasi ya muhimu, lakini na yeye mwenyewe atakuwa amelinda haki yake. Lakini na chama cha ACT Wazalendo ambayo ni mdau muhimu ambayo imeweka mgombea, kitakuwa kimepata haki yake vile vile kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria za Tanzania pamoja na mikataba mbalimbali ya kimataifa, ukiwepo mkataba wa haki za kiraia na za kisiasa mwaka 66 ambao Tanzania imesaini mkataba huo, na mikataba mingine ikiwepo tamko la dunia la haki za binadamu la mwaka 1948 na mikataba mingine mingi ambayo ni sehemu ya sheria za Tanzania. Kwanza kabisa katika hii hatua ya leo ambapo tumekamilisha utaratibu wa kukata rufaa katika Mahakama ya Rufaa Tanzania, kama mlivyosomewa shauri letu namba 4660, kama ambavyo wakili amewabrief hivyo awali, kwamba na mimi kabisa nichukue hatua hii. La kwanza kabisa kuwashukuru sana kwanza kushukuru sana chama changu ambacho katika mchakato huu wote tumeendelea kuwa nao na hatimaye leo tumefikia katika hii hatua. Lakini la pili, washukuru sana mawakili wetu, pamoja na idadi yao ndogo, lakini wameendelea kufanya kazi nzuri sana katika hatua zote ambazo za kimahakama tulizopitia.
na mtakumbuka kwamba ni mawakili hawa tulivyoenguliwa kinyume cha sheria kabisa na INEC, ambao tulienda kufukuzwa tu tukaambiwa hakuna kuja, sije kuleta fomu. Wakasahau na kwamba INEC zile ofisi zile ni ofisi za umma, kwa sababu mtu unaweza kumkataza kwenda kwako, lakini huwezi kumkataza kwenda ofisi ya umma. Lakini mimi niliambiwa nisiende ofisi ya umma, mimi na chama changu, na wala ile fomu nisirejeshe pamoja na kuichukua na kudhaminiwa. Lakini tulienda mahakamani, mahakama ikaenda kufuta huo uamuzi na ikaturejesha kwenye ulingo wa kugombea, ambako pia tukaenda kuenguliwa nako kinyume cha sheria kama ambavyo amejaribu kuwaeleza mawakili hapa. Tukaenda kuenguliwa kinyume cha sheria, tumeenda mahakamani, tumekata rufaa, tumeenda mahakamani, kesi imeendelea, maamuzi ndio hayo yaliyotolewa, ambapo wamejaribu kuwa brief hapa mawakili wangu kwamba katika hali ya kawaida huwezi kukubaliana na maamuzi hayo. Kwa mfano, unakubaliana vipi na maamuzi hayo ambako mahakama inataka kujitoa katika msingi wake kwamba mahakama ndio chombo pekee katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutenda haki. Kwa hiyo hakuna mahala popote ambako mahakama inaweza kujitoa kwa ajili ya kusimamia shauri lolote linaloletwa mbele yake. Lakini jambo la pili ambalo pia litusikitisha sana ni swala lile la mahakama ilipojaribu kutueleza kwamba mahakama kuu ilipojaribu kueleza kwamba kwa sababu sisi tulitakiwa tupite njia ya mapitio ya maamuzi kwa maana ya judicial review badala ya kutumia njia hii tuliyotumia ya kikatiba katika kudai hii haki yetu. Lakini ukweli ni kwamba mahakama sisi haijatupa mwongozo huo wala haijauliza kwa nini tuliamua kuchagua hiyo njia katika shauri letu, na walikuwa na nafasi ya kutosha. Waliomba submission ya maandishi tukapeleka, na wakatualika tuende tukatoe kama kuna clarification ya jambo lolote. Tulipofika mbele ya majaji hao watatu, walituambia kwamba hawana jambo lolote wanalohitaji kupata clarification kutoka kwetu, na wao wako tayari kwa ajili ya kuandaa hukumu. Sasa swala la hukumu tukaambiwa tuje tarehe 10. Tulipofika tarehe 10 tukaambiwa tena tuje tarehe 15, na baadaye yakatokea haya ambayo yaliyotokea. Sasa nini ambacho ninachotaka kukisema baada ya kuwa hizi taratibu zote zimekamilika, lakini pia na mawakili wangu hapa wameeleza kwa kina juu ya mazingira ambayo yaliyokuwepo katika shauri hili ambalo linaloendelea, nataka kusema yafuatayo. Nataka niseme mambo yafuatayo. Kwamba kwa nini sasa tumeamua kukata rufaa hii katika mazingira haya. Na wengine mnazungumzia kwamba siku zimebaki chache au zimekuaje. Sisi tumepeleka kesi hii mahakama. Mahakama itaenda kuona Mpina na chama chake alienguliwa kwenda kugombea kwa sababu gani. Na je, Mpina la kwanza ana haki yake ya kwenda mahakamani? Ana haki yake ya kupata haki hiyo anayoidai mahakamani? Na kama mahakama ikiamua kwamba inanirejesha kwenye ulingo, lazima ijue kwamba wenzangu wamefanya kampeni kwa siku 60. Sasa leo zimebaki siku 7. Na mpaka mahakama itakapoamua hatujui zitakuwa zimebaki siku ngapi. Kwa hiyo katika utaratibu wa kawaida na ambako wote mnatakiwa muelewe, kwanza sisi tumeenda mahakama mapema sana. Sio kwamba tunaenda mahakama leo. Kwa hiyo tume ya uchaguzi ilitakiwa kujua kwamba miongoni mwa wagombea wake iliyowateua katika nafasi ya urais waliteuliwa wagombea 18, nikiwemo mimi, wagombea 18. Wagombea wake 18, kati ya mgombea wake huyo mmoja wa 18 yuko katika vyombo vya sheria akipigania haki yake. Kwa hiyo nini kinachotakiwa kufanyika? Kwa hiyo kuanzia hapo INEC ilitakiwa ijue kwamba kuna mgombea ambaye yupo anaendelea kudai haki yake mahakamani. Lakini katika jambo ambalo sio la kawaida, ambalo sisi na mimi nasikitika kwamba pamoja na mashauri niliyoyafungua mahakamani ya kupinga kuenguliwa kinyume cha sheria na INEC imeendelea na utaratibu kama kawaida.
La kwanza, imeendelea kutangaza kwamba ratiba ya uchaguzi itaendelea na uchaguzi ni tarehe 29 Oktoba 2025, bila kujali kwamba mahakama zitahukumu nini katika mashauri haya niliyoyafikisha mahakamani pamoja mimi na chama changu. Lakini tume hiyo imeendelea hata kuprint ballot paper, na ndio maana sasa hivi wanaonyesha mfano wa mpiga kura wa nafasi ya urais. Katika hali ya kawaida haikutegemewa INEC leo iprint ballot paper huku ikijua kwamba kuna kesi mahakamani. Katika kuheshimu katiba yetu, lakini katika kuziheshimu mahakama zetu, isingetegemewa INEC wafanye hicho ambacho wanachoendelea kukifanya. Walitegemewa sasa hivi wawe wameshasubiri maamuzi ya mahakama mpaka pale yatakapokuwa yametolewa. Na kwa uzoefu tu jambo hili lisichukuliwe kama jambo la Mpina kugombea urais wala chama cha ACT Wazalendo. Tuna wapiga kura milioni 37 ambao wapiga kura hawa milioni 37 wote wanasubiri machaguo yao. Vyama vimepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba kwa ajili tu ya kuwa mawakala wa kuibua wagombea. Chama cha ACT Wazalendo kilichomuibua Ruhaga Johnson Mpina ni anasubiriwa na wapiga kura milioni 37 ili wamchague na wampigie kura. Anasubiriwa na wananchi wengine waliokosa nafasi ya kujiandikisha kupiga kura zaidi ya wananchi milioni 61 ili awe rais wao. Kwa hiyo wewe INEC hauwezi ukaenda namna hivyo unavyoenda. INEC haiwezi kuendelea namna hivyo inavyoenenda. Tunaangalia hata nchi wenzetu majirani na sehemu zingine wanaoheshimu ukuu wa katiba, wanaoheshimu sheria za nchi. Kenya hapa, rais alipingwa mahakamani, ameshachaguliwa na matokeo yameshatangazwa. Akapingwa, matokeo yake yakapingwa mahakamani. Alipopingwa mahakamani, kuapishwa kwake kulisimama. Hawakuendelea na uchaguzi, hawakuendelea na kumwapisha mpaka pale mahakama ilipokwisha kujiridhisha kwamba alichaguliwa kihalali, ndiyo mambo yaliendelea. Lakini hapa kwetu kama nilivyosema, unaona wao wanaendelea tu. Pina yuko mahakamani, kesi inaendelea, kesi imehukumiwa, wao wanaendelea. Pina amekata rufaa, wao wanaendelea. Nadhani kwamba hili jambo sio sahihi sana. Na mimi nasema nimekata rufaa hii mimi na chama changu kwa ajili ya kwenda mahakama ya rufaa, ikiwa ni kukataa kabisa katakata kwamba nchi yetu demokrasia haiwezi kuendelea kubagazwa kwa kiasi hicho. Lakini nimekata rufaa hii ili kwenda kuambia INEC hawana mamlaka ya kuwachagulia wananchi nani anayetakiwa kwenda kugombea. INEC wao wana kazi moja tu ya kucoordinate uchaguzi, kuhakikisha kwamba wamesimamia sheria za uchaguzi, lakini hawana mamlaka ya kuwaelekeza wananchi wamchague nani. Kwa hiyo nimekata rufaa hii, tumeikata rufaa hii ili kuhakikisha kwamba katiba na sheria za nchi yetu zimezingatiwa na zinaheshimiwa na watu wote. Na katika taifa letu saa nyingine hata unapata masikitiko makubwa. Leo kesi mashuhuri kwenye mahakama zetu hizi, mahakama kuu na mahakama ya rufaa, ni za wanasiasa wakilalamikia kuonewa, ni za wanasiasa wakilalamikia kugandamizwa, ni wanasiasa kulalamikia kutokutendewa haki, ni wanasiasa kulalamikiwa kutokutendewa haki katika shughuli zao za kisiasa. Kwa hiyo ndio maana leo utasikia magazeti karibia mwezi mzima yanatangaza kesi za Mpina, kesi za Tundu Lissu. Lakini wezi wa nchi hii, wala rushwa wa nchi hii, mafisadi wa nchi hii, wabadhirifu wa fedha za nchi hii, hata kama wakitangazwa namna gani, kesi zao hatusisikii. Lakini za wanasiasa walioonewa, wanaonyanyaswa, ndio walioko leo mahakamani. Ni mambo ambayo ni ya kusikitisha sana kwenye taifa serious kama taifa letu hili tulilo nalo. Sasa nimeshaeleza kwamba hivi unaweza vipi katika nchi ambayo inaheshimu misingi ya katiba, inaheshimu misingi ya katiba. Leo mashauri haya, mlolongo wa mashauri haya kama nilivyoeleza kwamba yamekwisha kufunguliwa. Leo nchi yetu ambayo inaheshimu katiba, inaheshimu utawala wa sheria, inaheshimu utawala bora, mgombea wenu ambaye mmoja yuko mahakamani, kama nilivyosema kule awali,
mmoja wenu yuko mahakamani akidai haki zake hizi mahakamani, na hamjui mahakama itaamua nini mwisho wa siku, hamjui mahakama itaamua nini. Kwa nini uchaguzi, kwa nini ratiba ya uchaguzi iendelee ile ile? Kwa nini INEC iendelee kutengeneza ballot paper kwa ajili ya uchaguzi huo? Kwa nini ratiba ya uchaguzi iendelee kubaki tarehe hiyo hiyo 29 Oktoba mwaka 2025? Tumepeleka malalamiko yetu katika mahakama ya rufaa, na kwa kweli kuiomba kwamba kwanza shauri hili lisikilizwe na liamuliwe kwa haraka sana iwezekanavyo kabla ya hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Lakini pia mahakama kuu itoe maelekezo kwa mgombea ambaye wameamua tu kwa utashi tu ya taasisi ya INEC kuamua tu kwamba huyu tumwengue, asiwe sehemu ya wagombea. Amenyimwa nafasi ya kwenda kuzitafuta kura hizo, ya kwa wananchi kwenda kujinadi kwa muda wa siku 60. Leo inapomrejesha yeye, muda wake anakuwa compensated vipi? Ili apate nafasi na yeye ya kuwafikia wapiga kura, apate nafasi ya kwenda kuhakikisha kwamba kila mahala panapotakiwa kuwekwa mawakala wamewekwa mawakala, ili ahakikishe kwamba mahala popote pale ambako alitakiwa na yeye jukumu lake ile la kisheria amelitekeleza. Leo hayo yanazingatiwaje? Kwa hiyo tumepeleka na tumemwomba, na hata ombi letu hili linaenda kwa hati ya dharura katika mahakama ya rufaa, lakini vile vile tumeandikia barua Jaji Mkuu kumwomba sana kwamba hili shauri lipangiwe utaratibu haraka na liamuliwe kwa haraka, ili haki iweze kutendeka na wananchi waweze kupata fursa nzuri ya machaguo ya wagombea wanaowataka. Sasa katika kufanya hivyo ndio jukumu ambalo tumekwisha kulitekeleza sasa. Na mimi naendelea kusema tena, nilisema na tukiwa Dodoma na hapa narudia kusema kwamba serikali pamoja na mamlaka zote za serikali wanao wajibu wa kutii sheria. Wajibu wa kutii sheria hauwezi ukawa tu kwa ajili ya wananchi. Swala la kutii sheria linatakiwa kuwa la serikali yenyewe, linatakiwa kuwa ya mamlaka za serikali zenyewe. Hauwezi serikali ukasisitiza utii wa sheria kwa wananchi kama serikali haiwezi kuzingatia katiba, kama serikali yenyewe haiwezi kuzingatia sheria za nchi. Nchi ya namna hiyo lazima itasababisha machafuko tu. Nchi ya aina hiyo lazima itasababisha machafuko tu. Nimesema kwamba hata sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi, huyu mgombea wa urais wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ndugu Samia Suluhu Hassan, uteuzi wake umepingwa mahakamani na hata msajili mwenyewe wa vyama vya siasa alishakiri kwamba huyu mgombea ana shauri linalomkabili mahakamani ya kupinga uteuzi wake. Mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndugu Samia Suluhu Hassan ana shauri ambalo wanapinga mwanachama mmoja wa Chama cha Mapinduzi ndani, Dr. Malisa amepeleka shauri mahakama kuu, na baadaye sasa hivi yuko mahakama ya rufaa akipinga uteuzi wake. Na hili shauri katika mahakama ya rufaa limefikia hatua ya kusikilizwa. Sasa kama mna wagombea ambao wana kesi mahakamani na hamjui mahakama baadaye itaamua nini, ukichukua kesi zangu mimi, ukichukua na kesi za huyo mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye naye anapingwa na uteuzi wake umepingwa mahakamani, mnaendelea tu kusukuma, mnataka uchaguzi tarehe 29 na mnataka uchaguzi wa rais. Mimi sina tatizo na tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025 kufanyika uchaguzi wa madiwani wa bunge, lakini hamwezi kufanya uchaguzi Oktoba 2025 wa rais ambaye karibia wagombea wawili wote wako mahakamani na wanashtakiwa na mahakama mjui itaamua nini. Kwa hiyo ni muhimu kuheshimu mamlaka za kimahakama, na sisi tunasema
na sisi tunasema kwamba, na sisi tumeomba kabisa kwamba uchaguzi wa rais usifanyike hadi shauri hili lililoko mahakamani likamilike na kesi zingine zilizoko mahakamani zifanyike, ndio sasa uchaguzi wa rais uweze kufanyika. Lakini hata hivyo sisi tumeamua kuhakikisha kwamba tumezijulisha taasisi za kimataifa ikiwemo Mahakama ya Afrika ya Mashariki, Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, yani the African Court on Human and People's Rights, lakini Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ACC The Hague, kuingilia kati na kuzuia kufanyika uchaguzi wa nafasi ya rais hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2029. Na ninapozungumza rais, maana yake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuna tatizo na uchaguzi wa rais upande wa Zanzibar, ambako kwenyewe wako vizuri, wanaendelea na kampeni vizuri tu, hakuna mtu kumwekea mapingamizi mwenzake. Sasa huu woga wa huku upande wa bara ni changamoto sana, changamoto sana. Inafika mahala mpaka mnaamua hayo ambayo mnayoweza kuyaamua, ambayo kwa kweli sisi hatuwezi kukubaliana nayo, lakini hata pia kujulisha hata mabunge ya Umoja wa Ulaya yaweze kuingilia kati mambo haya. Kama tutapeleka mahakama ya rufaa na yenyewe zisikilizwe. Sasa tutafanya nini? Ni lazima tuende kwenye hizi mahakama za kimataifa ziweze kutusaidia. Uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, usimame hadi hapo mashauri haya yatakapokuwa yameamuliwa na kutolewa uamuzi. Tume huru ya uchaguzi, nilikuwa nasema kwamba ukisikiliza mtiririko wote, ukianza kutafakari mtiririko wote, watoka siku hilo nienguliwe kwa kuzuiwa, kwa kufungiwa mageti na mahakama na INEC, na baadaye mahakama ikanirejesha, baadaye nikawekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali na mambo mengine yaliyofuata, ikiwemo na kutanguliwa na msajili na mwenyewe kuniwekea mapingamizi kama alivyoweza kuweka. Nataka nitoe ushauri ufuatao kwa serikali, na wanatakiwa kufanyia kazi kwa haraka sana, na kuwaomba kabisa mamlaka za serikali zote zisiingie kwenye uchaguzi. Walioko kwenye uchaguzi leo ni viongozi wa kisiasa tu. Vyombo vingine vya usalama pamoja na mamlaka zingine haziko kwenye uchaguzi, zina jukumu tu la kusimamia uchaguzi, kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanyika salama. Sasa baada ya kuangalia huu mlolongo wote, na mimi hapa nazungumza nikiwa na ushahidi na vielelezo, kwa sababu nimeanzia msajili, nina vielelezo vyake vya maamuzi yake, nina vielelezo vya maamuzi ya INEC, nina vielelezo vya maamuzi ya mahakama, nina vielelezo vya kila mahala. Kutokana na haya niliyoyaona, na shauri yafuatayo: wananchi wanaodai no reform no election wasikilizwe haraka sana. Wananchi wanaosema Oktoba tunalinda kula wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba 2029. Wananchi wanaotaka kuandamana tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wasikilizwe haraka sana kabla ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na ambao wana kesi mahakamani za uchaguzi wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba mwaka wa 2025, ili tuweze kuleta huu umoja wa kitaifa. Hawa wanatakiwa wasikilizwe na sio kupuuzwa na sio kubezwa, wanatakiwa wasikilizwe haraka sana. Nimekuwa nikisikia wananchi wengine wakisema Mpina, kwa nini Mpina ameinguliwa? Kwa sababu alijitakia wakati alipokuwa bungeni kupambana kwa nguvu zake zote na wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Ndio kilichomsababisha leo aendelee kuenguliwa kienyeji. Lakini wengine wanasema ni kwa sababu aliibua kashfa ya sukari ambayo iliwahusu watu ambao hawataki kuguswa. Lakini pia wengine wanasema kwa sababu alipinga mkataba wa bandari ndio maana ameenguliwa kugombea. Na wengine wanasema alikataa gari la INEC. Ndio maana ameenguliwa. Sasa hayo ni mawazo ya wananchi wanaozungumza, na mimi nitake kusema katika hayo yote mimi nimeyafanya yote. Hayo kwa kweli nimeyafanya. Kwa maana ya hayo matukio hayo yote mimi nimeyafanya. Na sitarudi nyuma katika msimamo wangu. Kwa mfano hata hilo la gari, nirudie tena na kusema hivi, leo hii inawezekanaje tume ya uchaguzi ipate fedha za kununua magari 18 kwa wagombea wa urais wanaoenda kwenda kugombea kwa muda wa siku 60 tu?
magari yenye thamani kubwa ya zaidi ya milioni 500 kwa gari moja leo yanaweza kununuliwa kwa wagombea 18 wakayatumia kwa siku 60 tu, alafu baadaye haijulikani yatafanya kazi gani. Na kwa sababu yalinunua kwa ajili ya wagombea hawa, wagombea 18, magari ya kifahari 18, magari ya kifahari 18. Hizo fedha tumezitoa wapi? Mimi nimekaa bungeni mle, tumeishauri serikali namna ya kuhakikisha kwamba inapata mtaji wa bohari kuu ya dawa MSD wa shilingi bilioni 500. Hizo fedha zikupatikana miaka 5 za kununua dawa za Watanzania wanaokufa bila matibabu, fedha zikupatikana. Tukaomba fedha kwa wagonjwa wanaokufa kwa kushindwa kugharamia matibabu ya magonjwa ambayo yana gharama kubwa kama kusafisha damu, magonjwa ya figo, ambako kwa mwaka Mtanzania anatibiwa kwa zaidi ya milioni 25. Fedha hizo hazikupatikana, na ni wagonjwa wengi wa magonjwa ya figo wanakufa kwa sababu ya kukosa gharama ya kugharimia magonjwa hayo. Watu wengine wanazuiliwa mili ya marehemu mpaka walipe pesa, kwa sababu taifa halina pesa, linahitaji hata hela hizo za marehemu aliyekufa wamtoze fedha, linatoza kodi hiyo. Watanzania wengine wanatozwa gharama hata ya kuhifadhi mwili tu wa marehemu mpendwa wao, hawawezi kulipia, hawawezi kutoa mwili. Akina mama wajawazito wanakosa fedha za kujifungua. Serikali hii mpaka inafika mahali inawaambia akina mama wakasaidiwa na waume zao kwa mikasi majumbani kujifungua, kwa sababu hawana fedha ya kumtibu mama mjamzito bure, akajifungua bure akaenda nyumbani. Leo hii mmepata fedha wapi za kulipia magari ya kifahari kwa wagombea? Mgombea ambaye yeye na chama chake walijiandaa kugombea hiyo nafasi, waliwaambia kwamba hawana gari la kuzunguka kwenye mizunguko, hata kama ilikuwa kuwasaidia wagombea. Kukodi gari la kiwango hicho cha rais V8 kwa siku ni kati ya shilingi 300,000 tu, na wako wajasiriamali hapa wanaotoa hayo magari, ambako magari hayo yangeweza kukodiwa kwa milioni 9 tu kwa mwezi. Kwa miezi miwili yote ni milioni 18 au isiyozidi milioni 20. Leo fedha katika taifa maskini kama hivi, mnaenda kufuja fedha za Watanzania kama hizo, alafu mnataka Mpina abariki uozo huo. Sitakubali, na hata leo hii INEC wakiniteua na mahakama ikinirudisha, nitaiomba hapo mahakama kwamba nawashukuru kwa kunirudisha, lakini lile gari mimi siwezi kupanda. Nitatumia hayo magari yangu, hata kama ni Land Rover nitatumia kuzunguka, hata kwa pikipiki kuzunguka nchi nzima kuzisaka hizo kula. Wananchi hawa maskini wana mateso makubwa, fedha zinafanywa anasa, alafu wote tunaungana twende tukafanyia anasa fedha za wananchi. Na mimi niendelee kusema na kwa kuhitimisha maongezi yangu, naendelee kuhitimisha kwa kusema kwamba tunaiomba mahakama itende haki. Nimekuwa nikisikitika sana kwa kweli, siwezi kuficha katika hilo, na nimekuwa nikisikitika na nimekuwa nikihuzunika kuona kwamba toka muda wenzangu wakiendelea na kampeni, mimi niko mahakamani nasubiri tarehe ya kesi. Wenzangu wanapanga ratiba. Ninajua hata masononeko ya wagombea wangu wa nafasi za udiwani, kugombea ukiwa huna mgombea wa urais pale juu. Najua masononeko na mateso wanayoyapata wagombea wangu wa ubunge, kugombea ukiwa huna mgombea nafasi ya juu. Najua mateso yao, lakini najua mateso ya Watanzania wapiga kura milioni 37 na Watanzania wote zaidi ya milioni 61 walivyosikitika kwa kumkosa Mpina kuendelea kujinadi katika kinyang'anyiro hiki cha uchaguzi wa mwaka 2025. Naiomba mahakama iwaishe shauri hili ili tukakizi haja ya Watanzania, na ninaziomba hizo taasisi za serikali, kwa sababu hata sasa hivi nasimama na taasisi za serikali. Badala ya kusimama basi, hata kama nimeshtakiwa ingejulikana basi, kama hata ningekuwa ninashtakiwa basi labda na mwanasheria wa Chama cha Mapinduzi huko, ilikuwa afadhali kuliko vyombo hivi vya umma kugeuka kufanya mambo ya kisiasa. Vyombo hivi vya umma badala ya kufanya mambo makubwa ya kitaifa wanafanya haya mambo ya kisiasa. Wewe unamzuia Mpina kwenda kugombea ili ufanye nini?
kwa sababu hata huko mahakamani michezo tu, mara inakatwa rufaa ya aina fulani, mara kinafanyika hiki, mara kinafanyika kile, michezo tu, kwa sababu mpina achelewe. Sasa nataka mahakama, nendeni mkawaibishe, nendeni, tunaomba mtusaidie kutuwaisha kurudi kwa wananchi ili tukapate haki yetu hiyo ya kugombea. Lakini nimalizie mwisho kwa kuwaomba Watanzania, najua wengi wamekuwa wakinipigia simu kuniomba kwamba Mpina bana, na sisi tunataka tuchangie hiyo kesi. Tunajua gharama kubwa wewe na chama chako mnahitaji kusaidiwa ili mchangie hiyo tuwachangie kesi hiyo muweze kupambana ndani ya nchi. Lakini hata tulivyosema kwamba hatuwezi kukomea hapa nje ya nchi, ni lazima taifa letu tuseme kwamba tulishaamua kuwa taifa la kidemokrasia, tulishaamua kusema kwamba ni taifa linaloheshimu katiba, ni taifa linaloheshimu sheria. Kwa hiyo tutapigania haki ya Watanzania ndani ya nchi, tutapigania haki ya Watanzania nje ya nchi. Sasa kwa sababu wale waliokuwa wakiomba namba ya simu pamoja na akaunti kwa ajili ya kuchangia gharama hizi za uchaguzi, namba ya simu ni ya Voda 0759 27 83 88. Narudia, namba ya simu kwa ajili ya kuchangia hizi kesi zinazoendelea ni 0759 27 83 88, na namba ya akaunti ni 50, ni NMB, kwanza ni benki ya NMB, lakini akaunti ni 50 50 252 0952. Narudia, akaunti namba ni 50 50 252 0952 NMB, kwa jina la Ruhaga Joelson Mpina. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wiki moja sasa imebakia, unadhani uamuzi wa mahakama utasaidia nini? Na vile vile ningependa kujua kama unahisi kupingwa kwako na mahakama una msingi wa kisheria ama ni hujuma za kisiasa? Na nimeeleza kwa kirefu sana, lakini kwa sababu umeuliza, ninachoweza kusema kabisa, mimi kupingwa kwangu kunaeleweka na Watanzania wote wanajua, na Watanzania wanaelewa kwamba kwa nini nahangaishwa hivi katika huu ugombea, wanajua. Lakini kwa nini nasema kwamba kupingwa kwangu ni kwa hujuma tu? Na ndio maana nilirudishwa getini. Hakuna sheria yoyote inayowapa mamlaka INEC mgombea ambaye tayari mlishampa fomu, amezijaza fomu hizo, ametembea kutafuta wadhamini, ameapishwa Mahakama Kuu na majaji, mkamzuia kurudisha fomu hizo, na akawa amelipia, mkamzuia kurudisha fomu hizo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba INEC walikuwa na jambo lao nje ya sheria la kuniengua mimi kushiriki kwenye ugombea wa nafasi ya urais. Lakini pia na hizo taratibu zingine, ukiangalia mambo yalivyoenda, alivyoandika kuanzia msajili, alivyoliandaa swala lenyewe msajili, baadaye likaja INEC na baadaye huku mahakamani, unaona kabisa tu kwamba zilikuwa ni agenda ambazo zilikuwa zimeandaliwa kumuondoa Mpina asishiriki kwenye uchaguzi. Na mimi ninachoweza kusema tu ni kwa sababu sijui nisemeje, nitumie lugha gani, lakini kifupi ni kwamba wananiogopa katika hicho kinyang'anyiro, wananiogopa kwenye hicho kinyang'anyiro, na wao wanataka uchaguzi wa kujiteua, kwa sababu kama unaweza kutumia mizengwe kuwawengua wenzako, maana yake unataka kulilazimisha taifa hili likuchague hata wewe wasiostahili kukuchagua. Sasa hili Watanzania lazima walikatae, waweke uwanja wazi, tusimame, tuende tukaombe kura watu wote ambao tulishateuliwa na tume na tuna qualify, tulishateuliwa na vyama vyetu, tupate nafasi ya kwenda kuomba kura kwa wananchi. Na ndio maana mahakama tumeiomba, ikiwapendeza watu ruhusu hizo siku 60 tuanze upya ili kila mtu apate haki sawa, aweke mawakala, aweke kila mahala sawa sawa kama haki. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba nilienguliwa kwa sababu tu ya hila, wala sio kwamba mimi sina sifa. Kwenye fomu, kwenye sifa za kugombea urais, kwenye eneo hilo la vyama vya siasa, lina vipengele viwili tu, kwamba anayegombea nafasi ya urais, ukiziata zile sifa zingine, zile sifa za kisiasa, anayegombea nafasi ya urais ni lazima awe mwanachama wa chama chochote cha siasa kilichosajiliwa. Sasa swali linakuja, Mpina si mwanachama wa chama cha siasa?
Mpina ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo ni mwanachama halali aliyelipia ada zake, nadhani tena nimelipia kwa miaka 10 kama sio 5 wanachama. Kwa hiyo ni wanachama ambao ni endelevu sana na kwamba amechaguliwa. Sasa inakuja sifa nyingine, amezaminiwa na chama chake. Leo hii Mpina ana barua ya chama chake na yuko mahakamani na chama chake cha kudhulumiwa mgombea wao. Sasa INEC walipata wapi sifa zingine zaidi ya hizo? Barua ya kadi ya wanachama tulishawapelekea, kadi ya wanachama ya Mpina tulishawapelekea, lakini pia barua ya chama changu cha ACT Wazalendo cha kunidhamini na kwamba kimeniteua niwe mgombea wanayo, na ndio maana na chama, ndio maana ninacho mpaka sasa hivi. Sasa sifa gani walioipeleka nyingine? Kwa hiyo sifa fomu za wadhamini zote, tena tulidhaminiwa mpaka wananchi tukao tunaomba na radhi, hata wangetaka wadhamini milioni 1 tungewapata. Sasa wewe ukisema kwamba Mpina ameingiliwa kinyume cha sheria, sheria ipi? Sheria ya uchaguzi sheria ya uchaguzi ya rais, wa bunge na madiwani ya mwaka wa 2024 inataka hivyo tu. Mgombea lazima adhaminiwe na chama cha siasa, lakini awe na barua ya chama chake cha kumdhamini, na katiba ya nchi yetu inasema hivyo hivyo. Je, wiki moja iliyobaki uamuzi wote utasaidia nini? Uamuzi kwanza tunasema sisi tumepeleka maombi kwa mahakama. Kwa hiyo mahakama itakavyoamua sisi tutayafuata maamuzi hayo ya mahakama. Kwa mfano mahakama ikiamua kwamba Mpina tunaongeza siku 60 mbele na tunasimamisha uchaguzi tarehe 29 katika hiyo nafasi ya rais, tunaongeza siku 60, sisi tutakubaliana nayo. Ikisema vinginevyo mahakama sisi tutakubaliana navyo. Lakini kama nilivyosema kwamba kama taratibu zingine zote ambazo zitakazofanyika ambazo sisi tunaona kwamba hazitafanyika sawa sawa, sisi tayari tumeshaanza maandalizi ya kuwasiliana na mahakama za kimataifa ili uchaguzi tarehe 29 uzuiliwe, ili kesi hizi zote ziwe zimeshaamuliwa na kukamilika. Kwanza naendelea kumwombea huyo mwanaharakati mzuri, kiongozi, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu, na kwanza naendelea kumpa pole na hayo mapambano yanayomkabili, na ninataka niseme kwamba viongozi wa vyama vya siasa katika nchi yetu ambayo tunajitambulisha kwamba ni nchi ya demokrasia na tunafanya, na kama ninavyosema, tunafanya documentation ya hatari sana, itakuja kuliumiza sana, watakuja kuumia sana baadhi ya watu katika documentation tunazozikusanya. Mimi Mheshimiwa Filimon Alikaili Mbowe alikamatwa akawekwa mahabusu kwa muda mrefu kwa kusingiziwa, kwa kubambikwa kesi kwamba yeye ni gaidi. Wakaendesha kesi. Baadaye wakasema, mwendesha mashtaka wa serikali akasema hana nia ya kuendelea na shauri hilo. Hiyo nia ya kumkamata mlikuwa nayo. Leo kwa nini mna withdraw hiyo kesi? Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba tu mlimbambikizia kesi, hamkuwa na ushahidi wa kutosha, ndio maana ile kesi mmeamua kuifuta. Amekuja Dr. Slaa na yeye akaambiwa ni kesi ya nini? Tuliambiwa ni ya uchochezi. Dr. Slaa naye amepambana, amekaa ndani muda mrefu sana. Baadaye serikali inakuja inasema haina sababu ya kuendelea na shauri hili. Maana yake ni kwamba naye alibambikwa kesi. Lakini tunajua tume ya rais ya haki jinai imezungumza kwa hisia kali sana juu ya namna wananchi wanavyobambikwa kesi. Sasa leo Tundu Lissu anatuhumiwa kwa kesi ya uhaini. Mimi nimwombee tu Mwenyezi Mungu kwamba kwanza anaendelea vizuri na shauri inavyoendelea, na ninaamini kwamba mbele ya safari mambo haya yatafika mwisho na ataachiwa huru. Naamini kabisa hivyo.
na atashinda kesi hiyo, na sisi wenzake tuko bega kwa bega na yeye, na mambo mengine haya. Hizi kesi tulizopita nazo hizi zote na zenyewe zinaanza kusaidia kule kwake kutengeneza msingi wa namna ya maonevu yalivyo, kwa sababu mahakama zetu zinajaribu kuweka msingi mzuri sana wa namna ya maonevu yanavyofanywa na baadhi ya taasisi zetu za serikali.